Mheshimiwa Anatropia Theonest. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Niseme mimi pia ni mjumbe wa kamati ya PAC. Nimeshiriki katika kamati pamoja na wajumbe wenzangu. Tumeweza kutoa ushauri tulioutoa, tumetoa maazimio kadhaa ambayo tunaiomba bunge iridhie na serikali iwafanyie utekelezaji. Mheshimiwa Spika, tumekutana na changamoto kwa maana ya mabadiliko ni madogo. Mwaka hadi mwaka tunashauri lakini mabadiliko yanakuwa ni madogo. Na leo itakuwa ni sehemu ya ushauri ule ule. Zipo hoja nyingi sana ambazo tumepitia, lakini mapendekezo au zipo chache ambazo tumeweza kuwasilisha kwa interest ya muda. Na mimi nitaongelea swala mojawapo au masuala mawili matatu kutegemea na muda wangu. Kuna swala la pride. Mheshimiwa Spika, wabunge wenzangu waliotangulia wameongelea ufisadi uliojitokeza katika hiyo taasisi ya Pride. Lakini kilichosikitisha ni kuona Pride kwa maana ya viongozi walikuwepo wakijua kwamba Pride ni taasisi ya umma kwa maana ya kumilikiwa na serikali 100%. Lakini tangu ilivyoanzishwa mwaka 93, lakini all of the sudden Pride inakuja kubadilika kuwa kampuni ya mtu binafsi. Sasa nashindwa kuelewa viongozi waliokuwepo waliona nini kilibadilika. Kuna mswada ulikuja, kuna tenda ilitangazwa, iliuzwa, nini kilitokea hapa katikati mpaka Pride kuwa na kumilikiwa na mtu binafsi. Hiyo tu, si tu hiyo haitoshi, lakini kuna fedha nyingi za walipa kodi wa Norway ambao walikuwa wanawaletea maskini au wananchi maskini wa Tanzania waweze kukopeshwa, waweze kujiinua katika maisha yao kwa nia njema kabisa. Lakini fedha ikawa diverted kama tulivyoona, mtu akajimilikisha Pride. Mheshimiwa Spika, ni mambo ya kusikitisha sana kwa sababu ufisadi ambao unaonekana ulifanyika, hizi nyingine ni transaction za bank to bank ambao unataraji kwamba kama tuna taasisi ambazo ziko sensitive zilipaswa kujiuliza ni kwa nini aina za transaction kama hizi zinafanyika. Mheshimiwa Spika, kwenye taarifa yetu imeonekana kwamba Pride walikuwa na hisa benki ya Mkombozi, hisa zaidi ya bilioni 1 na baadaye bilioni 2. NSN Young walifanya ukaguzi mwaka 2016 wakaonyesha hiyo fedha ipo, lakini CAG alivyoenda kufanya ukaguzi kwa mwaka huu tunaomaliza akakuta hakuna tena kitu chochote kwa maana ya bilioni 2 something imeyeyuka. Sio hiyo tu, lakini pia walikuwa na fedha kwenye account zaidi ya milioni 400. NSN Young 2016 walionyesha, lakini CAG alivyoenda kukagua katika mwaka huu hapa unaoisha akakuta hakuna kitu. Sio hiyo tu, kulikuwa na fedha ambao walikopa kwa maana ya Pride kukopa katika benki za biashara, CRDB, NMB na benki nyingine ambao ni zaidi ya bilioni 48 wakashindwa kulipa mkopo. Kwa hiyo zile collateral zaidi ya bilioni 48 zikawa zimechukuliwa. Ni fedha nyingi sana hizi Mheshimiwa Spika. CAG ameeleza kwamba sio hela zote, sio vitu vyote ameweza kuainisha, na kaitaka Wizara ya Fedha ifanye haraka kwenda kufanya tathmini kujua ni fedha kiasi gani, ni mali kiasi gani inaweza kuokolewa kwa maana ya kuingizwa kwenye mahesabu iweze kurudi kwenye mfuko sahihi kwa maana ya taasisi ya serikali kama ilivyoamliwa na mahakama kwamba sofa serikali ndio inamiliki hiyo taasisi. Akataja kwamba kuna viwanja Morogoro, akataja viwanja viwili ambavyo vina thamani zaidi ya bilioni 1 ambavyo hata yeye ameshindwa kupata value halisi ya hivyo viwanja. Kwa hiyo hajaweza kuviingiza hata kwenye hesabu zake. Unaona kwamba ni fedha nyingi ambazo zimechukuliwa na watu, lakini watu wengine wapo. Unaambiwa mmoja wa wanahisa wa Pride wapo, sio kwamba amefariki, hata huyo mzee aliyofariki, lakini wapo wengine. Zimeainishwa transaction ambazo zimefanywa na wafanyakazi waliokuwa wafanyakazi wa Pride, billions and billions of money. Kuna sehemu imeonyesha wafanyakazi 33 walikopeshwa zaidi ya bilioni 1. Na wafanyakazi wapo, sio kwamba ni watu wamefariki, ni watu wapo. Lakini hao wafanyakazi hawakuwa wanafuata proper procedure za kutoa hiyo mikopo. Lakini pia walikuwa wanalipa hela kwa huduma walizopewa ambazo
CAG amejiridhisha kwamba zile huduma hazikuwa za kweli, hazikutolewa. Kwa hiyo unaona kwamba watu waliofanya hiyo biashara wapo, kwa maana watu walioshiriki kuiba hiyo fedha wapo. Na mimi nasema naungana na maazimio, ni lazima sasa wale watu waende watafutwe na wakamatwe, tuone ni watu gani wanaweza kurudisha hicho kiwango cha serikali ambacho kimepotea. Tukumbuke hizo hazikuwa hela za watu binafsi, ni hela ambazo zilitolewa na serikali ya Norway kwa ajili ya Watanzania na wananchi maskini wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, hilo ni la kwanza. Lakini la pili, kwa interest ya muda, nitaongelea kidogo swala la TTCL kama wenzangu walivyosema. Mheshimiwa Spika, inatia uchungu sana kwamba TTCL ambayo tunaitegemea ikiwa ni shirika letu linamiliki mkongo wa taifa, lingeweza kuwekeza kidogo tu, ingeweza kuondoa changamoto pengine tunayoipata ya kuibiwa hata na mitandao mingine ya kibiashara. Wabunge wenzangu wamewahi kulalamika huko ndani kwamba wanakatwa wakati mwingine huduma ambazo hawajaunganishwa. Wanakatwa bando tofauti na muamala walioomba. Kama TTCL ingestabilize kidogo, ingeweza kuaddress hizo changamoto tunazopata. Tulisema na kwenye kamati imeeleza na wenzangu wamesema, TTCL kwenye market share inamiliki 1% tu, nyuma ya makampuni mengine yote. Hata yale yaliyokuja juzi Allotel inamiliki 10%, wakati TTCL ikibaki kwenye 1%. Tumefikaje huko? Imeonyesha kwamba budget ambayo walipanga, kwa maana budget ya mpango kazi wao wa mwaka jana ambao ulikuwa ni zaidi ya bilioni 671, waliweza kupata bilioni 29 tu, ambao ni sawasawa na upungufu wa 96%. Kwa unaweza ukajiuliza ni kwa kiwango gani wanaweza kutekeleza matamanio yao. Kwa maana hiyo hata fedha yenyewe hawana, hawezi kufanya biashara, hawawezi kuwekeza na hawawezi kucompete. Lakini kitu kingine ambacho kinachekesha Mheshimiwa Spika, TTCL wamejiunga na Tigo kwa mikoa ile ambayo hawana wao mawasiliano kwa ajili ya kufanya roaming. Wao wananunua bando GB moja kwa shilingi 2500 na wanawauzia wateja GB hiyo hiyo kwa shilingi 1500. Hivi Mheshimiwa Spika, hiyo ni biashara gani? Hata ingekuwa mimi sijui hesabu, siwezi kufanya hiyo biashara kichaa, haiwezekani. Lakini wameonyesha baada ya CAG kudoubt na kuwauliza, wameonyesha kwamba wanafanya readjustment na negotiation upya, na badala yake bando moja watauziwa kwa shilingi 1800. Mheshimiwa Spika, bado tunarudi kule kule. Uwezi kununua bando kwa 2500 alafu kauza kwa 1800. Hiyo ni biashara kichaa. Ni lazima tuangalie ni namna gani TTCL inaweza kusaidika na kujikwamua ili iweze kuteka soko, iweze kukidhi haja ya uanzishaji wake. Lakini kitu kingine ambacho kilikuwa strange ni kitu ambacho tuliambiwa kwamba TTCL wanadaiwa, TTCL ambao ni watoa huduma wanadaiwa na wanawapo huduma zaidi ya bilioni 11. Sitaiongelea zaidi kwa sababu wenzangu wameshaiongelea. Tunaona kwamba ni changamoto kubwa sana. Sio hiyo tu, lakini pia wamekuwa na bando mbalimbali ambazo wanazitoa kama bonus kwenye soko. Kuna bando la chuo ambao wanaita boom. Kuna bando ambao walitoa kwa ajili ya wafanyakazi wao. Sasa cha kushangaza, hizo bando baada ya kutumika na wanachuo pase, wanaunganishwa watu wengine tofauti. Na kitu kingine ambacho CAG alishangaa, hata ungechukua wafanyakazi wa TTCL nchi nzima wameunganishwa kwenye bando lao la promotion, haiwezi kulinganika na idadi ya watu ambao walikuwa wanatumia hilo bando kama wafanyakazi wa TTCL. Kwa hiyo kuna udanganyifu mkubwa sana hata ndani yao wenyewe. Sasa sielewi hapo ni kwa namna gani. Ni lazima tuangalie kama shida iko kwenye management, ni kwa nini management haiwezi kuperform. Wakati mwingine lazima tuangalie changamoto inayoweza kuwa si tu ya fedha, lakini pia ya ubunifu. Kama unafanya ubunifu wa kununua bando kwa 2500 na kuuza 1500, then changamoto hapo sio hela, changamoto ni namna ya uongozi, changamoto ni namna ya kufikiria. Mheshimiwa Spika, nikimalizia hoja yangu ya mwisho inahusu swala la maliasili. CAG pia alitupitisha kwa matumizi ya bilioni 1.5 iliyotumiwa na maliasili bila kuwa imepangiliwa au haiko kwenye budget. Mpaka CAG anafanya ukaguzi, anafanya special audit kutaka kuverify je, serikali ilifaidika nini na matumizi yale ya festival ambazo zimefanyika. Imefanyika Dar es Salaam, imefanyika Dodoma, imefanyika na Arusha na mikoa mingine.
CAG hajapata jibu, ndio maana anarudia kufanya evaluation, kwa maana ya kufanya special audit kuona ni kwa kiwango gani serikali imefaidika na hiyo tamasha iliyofanyika. Lakini changamoto anazoziaddress pia, hizo fedha ambazo zinakuwa zinakusanywa nje na budget zina changamoto ya kuwekwa kwenye mfumo wa fedha wa serikali. Kwa hiyo inatoa nafasi ya watu kutumia hiyo fedha ya umma kwa udanganyifu. Nimepitia kidogo hapa, inaonyesha malipo ya wasanii kwa kazi iliyofanya wale wasanii kuimba na kufanya nini ilikuwa ni zaidi ya milioni 52. Posho za kujikimu zaidi ya milioni 133. Kwa hiyo watu wamelipana posho hizo 133 kwa kujikimu kwa ajili ya kukidhi ile tamasha. Lakini swali langu, kama hiyo ilionekana ni kipaumbele, kwa nini kuletwa hapa bungeni ili iweze kupitishwa kwenye bajeti ya kawaida? Na badala yake mnaenda kukusanya kwenye taasisi zilizo chini ya maliasili. Nadhani tunajua sheria za bajeti na wizara zijikite kwenye hizo sheria, na sisi kama kamati tumemwagiza CAG aende akafanye evaluation, aende akafanye ukaguzi maalum kuona kama serikali imefaidika na je fedha hiyo imetumika kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, kingine ambacho naweza kuongea kwa sababu na muda kidogo ni swala la NIDA. Waliochangia hapa wote wameeleza NIDA mwaka hadi mwaka tunaongelea changamoto kwenye NIDA, na mimi nataka nijiulize, je, shida ya NIDA ni nini? Shida ni management? Je, kuna sabotage? Kwa nini ni mwaka hadi mwaka? Kumekuwa na changamoto ambayo imesababisha hasara ya zaidi bilioni 42, ambaye alieleza vizuri makamu mwenyekiti wangu wa kamati kwamba waliagiza mtambo. Huo mtambo ulivyokuja ukakuta uwezi kufanya kazi ya kuzalisha vitambulisho ambavyo sawa sawa na vile vilivyokuwa vinazalishwa. Kwa hiyo unajikuta kwamba mmeleta mtambo ambao uko redundant, mmeingiza fedha za wapiga kura bila kufanya utafiti. Hiyo ni haiwezekani Mheshimiwa Spika. Kama ni management ambayo iko very serious, kwanza walipaswa kwenda hata na sample husika. Kwa hiyo hapo unaweza ukaona kumekuwa na changamoto kubwa sana mwaka hadi mwaka tunayoongelea kule NIDA. Ni lazima tuangalie, na sisi kama kamati tumeshauri hayo maoni yetu kama kamati. Tunaomba serikali angalie namna sahihi ya kusaidia ili shirika kwa maana ya kuisaidia NIDA isiweze kuendelea kutumia ovyo fedha za watu kwa maana ya walipa kodi. Lakini tukiwa sasa tuweze kupata vitambulisho kwa wakati, hayo malighafi ya vitambulisho yapo yamejazana pale kwenye godown la NIDA. Ukienda leo na Vongea utakuta vimetupwa kila sehemu. Hivyo vitambulisho vibovu vinaunganishwa na matirio kwa maana ya malighafi, na baada ya muda hawawezi kusoti, kwa hiyo mzigo utatupwa. Unaona kwamba ni matumizi mabaya ya rasilimali. Lakini mimi ambacho nilikuwa najiuliza wakati nasoma hivi vitu, mtoto wangu mmoja aliniuliza akasema, hivi mama, haya mambo yote yamefanyika katika serikali ya awamu ya 5, mbona tuliambiwa inachapa kazi? Sasa hayo naomba mjue kwamba ni mambo ambayo yanaendelea. Mnaweza kuwa mnapiga kelele huko, kumbe huko nyuma ndo fedha za walipa kodi zinazidi kuteketea. Changamoto tumeziona ni nyingi, siwezi kuongea hapa. Naungana na kamati kwamba hoja zetu kwa maana ya mapendekezo yetu yapitishwe ili serikali iweze kuwafanyia kazi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwakilisha.